ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود في الكون سرمدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله بعث لتوحيد الكلمة ولكلمة التوحيد. وأشهد أنه بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وكشف الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمتي ورسولا عن قومي، صلى الله وسلم وبارك وعظم ومجد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وحزبه وأتباعه وأمته، ونحن معهم وفيهم برحمة الله تعالى إلى يوم لقائه. أما بعد، إياكم أيها القوم أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Ndugu Waislamu, nafurahi kukutana nanyi leo baada ya masiku kadhaa kuwa hatukuwa pamoja. Lakini hatukuwa pamoja kwa miili yetu ilikuwa mbalimbali. Naamini tulikuwa pamoja kwa moyo. Imamu Shafi'i ridwanullahi ta'ala alayhi anasema, la yadhurru al-bu'du idha taqarabatil qulubu kama la yanfa'u al-qurbu idha taba'adatil qulubu. Shafi'iyul Jalil anasema haudhuru kitu umbali ikiwa kama nyoyo zimekubaliana, kama ambavyo haunufaishi kitu ukaribu ikiwa nyoyo za watu zimekataana. Nyoyo zikikubaliana, anaweza mmoja akaishi Marekani na mwingine Dar es Salaam, lakini mambo yakaenda kwa sababu nyoyo zimepatana. Nyoyo zikikataana, hata watu wakaishi nyumba moja, chumba kimoja, kitanda kimoja, bali na shuka moja, madhali nyoyo zimekataana, hakuna litakalokwenda. Kwa hiyo hatukuwa pamoja kwa mwili, kwa hakika tulikuwa pamoja kwa moyo. Na dalili ya kuwa mie nanyi pamoja kwa moyo, nimekuombeeni dua sana katika viwanja vya Arafati. Nimemuomba Mwenyezi Mungu Mola wangu, waumini wote wa msikiti wa Mtoro na Waislamu wenzetu, Mwenyezi Mungu afute dhambi zao. Na mamlaka ya kuomba hivyo tumepewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipoomba dua akasema, Allahumma ighfir lilhaji waliman istaghfara lahu alhaju. Ewe Mola wa haki, msamehe dhambi anayefanya hija, lakini umsamehe na yule atakayeombewa dua na aliyefanya hija. Sisi tuliingia kwenye dua hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tumepata mamlaka ya kukuombeeni na nyinyi, na wallahi tumewaombea sana. Na katika jambo kubwa tuliloliomba, tumeomba Mwenyezi Mungu watu wote wa Dar es Salaam, wa Tanzania ambao bado mpaka leo hawajahiji, iwe ni kwa ubakhili, iwe ni kwa kibri, iwe ni kwa chochote kile, Mwenyezi Mungu mwakani na wao awapeleke. Waislamu wote twende hija mwakani, ni katika dua tulizoomba, na naamini Mwenyezi Mungu ametujibu dua hiyo. Leo baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala
na kumtakia rehma na amani kwa wingi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuko mwanzo wa mwaka, tuanze mwaka na kujua familia bora ya Muislamu inatengenezwaje. Imani yangu ni kwamba akisikilizwa vizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yakifuatwa vizuri maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna familia itakuwa mbovu, familia zote zitakuwa bora. Kumbe ubaya wa familia tulizonazo ni kwa sababu hayakufuatwa sawa sawa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-usratul hamida, al-usra al-hamidatul jalila, familia bora, familia tukufu inapatikanaje? Watu wengine mko hapa ambao bado hamjaanzisha familia, kwa maana ya kwamba hamjaoa wala hamjaolewa. Najua mko hapa. Mwenyezi Mungu akupeni wake bora, na mlokuwa hamjaolewa kina mama mpate waume bora. Lakini pamoja na dua lazima kuchukua hatua. Kila anayeomba dua lazima dua yake iambatane na kuchukua hatua. Qaid wa tawakkal, ndo kanuni inasema. Mfunge kwanza mnyama wako mahala, halafu umwambie Mungu, nilindie mnyama wangu. Usimuombe Allah alinde mnyama wako ukamuachilia, hautomkuta. Inabidi umfunge mahala kwanza. Na nyote Waislamu mnajua, usiku mnapoingia vitandani kulala, nyote huwa mnamuomba Mungu awalindeni, akuhifadhini na shari za usiku, mpate kulala salama, na mnaamini Allah akikulindeni hakuna kitakachokudhuruni. Lakini mkishaomba dua mnakwenda kufunga milango. Sio kama dua na mlango ukawa wazi, mnaifunga milango. Na sio milango tu, na mageti yanafungwa. Sio mageti tu, pamoja na walinzi nje wengine mnao, na mbwa wakawekwa, na kila kitu. Maana yake nini? Ukishaomba dua uchukue hatua. Usiombe dua ukakaa tu. As-samau la tumtiru dhahaba wala alfidda, mbingu haishushi dhahabu wala haishushi fedha. Kwa hiyo ambao hawajaoa, Allah awape wake wema ili wapate familia bora. Ambao hawajaolewa, Mwenyezi Mungu awape waume wema ili tujenge familia zilizo bora. Familia bora inapatikanaje? Ndugu Waislamu, tuanze kukumbushana kanuni. Iko kanuni inasema, idha fasada al-aslu la yaqumu al-bina'u. Idha fasada al-aslu la yaqumu al-bina. Ikitokea msingi ukaharibika, jengo haliwezi kukaa. Jengo zuri imara huwa linategemea msingi wa chini uliowekwa. Kwa hivyo msingi ukiwa mbovu, jengo haliwezi kukaa. Kanuni nyingine inasema, kaifa yastaqimu dhillu idha kana al-udu a'waja. Kitanyokaje kivuli ikiwa mti wenyewe umepinda? Yani kuna mti umejipinda, halafu unatarajia mti ule utoe kivuli kilichonyooka. Hayo hayawezekani. Na maanisha hivi, familia bora inaanza mwanzo kabisa, kabla ya kuanza kutarajia kupata watoto. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhana, kwa baraka ya Ijumaa ya leo na kwa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atutengenezee familia zetu, lakini sambamba na kuchukua hatua. Ayuha al-ikhwa, al-libnatul ula litaasisi al-usrati al-hamida inma takau fi ikhtiyari zawji au zawja. Tofali la kwanza kabisa la kutayarisha familia bora, tofali la kwanza ni kitendo cha kumchagua mke au kumchagua mume. Familia bora inaanzia huko. Umtafute mke, usimtafute mwanamke. Kuna wanawake wengi duniani, lakini sio kila mwanamke anafaa kuwa mke. Laisat kullu mraa tasluhu an takuna umma. Sio kila mwanamke anafaa kuwa mama wa watoto wako. Kaa vizuri umtafute nani mke, mambo yaanzie huko. Na wazazi mnio na mabinti zenu,
Kuweni macho anapokuja mtu kutaka binti yenu, mumuangalie vizuri. Falaisa kullu abin yasluhu, laisa kullu rajuli yasluhu an yakuna aban. Sio kila mwanamume naye pia anafaa kuwa baba. Wanamume wengine ni wanamume tu, lakini kuwa mababa hawafai. Tofali la kwanza la familia bora ni kwenye kuchagua mke na kwenye kumchagua mume. Wallahi, watu wengi wamefeli kuanzia hapo. Wamefeli kumpata mke anayetakiwa kuwa mama, na wamefeli kumpata mwanamume anayefaa kuwa baba. Lilipoharibika tofali hili, familia bora zimekosekana. Idha fasada al-aslu la yaqumu al-bina'u. Mke bora anapatikanaje? Mke bora anapatikana kwa kufuata manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awalan, Muislamu ameshauriwa na Mola wake kupitia ulimi wa Mtume Muhammad, anapotaka kufanya jambo ajitahidi kusali raka 2 zinaitwa istikhara. Unataka kuoa, umeshaweka azima, tafuta faragha, usali raka 2, umwambie Mwenyezi Mungu, nataka mke. Mimi mke bora ya Rabbi simjui, na kuomba nielekeze alipo, nielekeze yuko wapi, nampataje. Mbembeleze Allah. Wewe huoni, Allah anaona. Wewe hujui, Mwenyezi Mungu ndo anajua. Anza na Mungu kwanza, na Mungu ametuthibitishia, ametuambia uduuni astajib lakum, niombeni na mimi nitawapeni. Kwa hivyo la kwanza aombe mtu kupata mke mwema. Leo watu hawaombi dua kupata mke mwema, bali imefika mahala mke anatafutwa kwenye simu. Kuna watu wameoa kukumpata mchumba kwenye Facebook, kwenye Twitter, mabarabarani. Baada ya siku 2 unakuja kuuma kidole kwa kujuta namna ulivyompata shetani ukamleta katika nyumba yako. Anzeni kumuomba Mungu msaada kuchagua mke. Wabitali, hebu chukueni mwendo wa wazee wetu wa zamani. Wazee waliotulea, waliotuzaa, walikuwa wanafahamu kutafuta mke mwema. Nenda kawaone watu wema, watafute watu wazuri, watu wazima, uwaambie nataka kuoa, mimi sijui nyumba ya kuingia, mzee haja yangu ni hiyo. Fawidhisheni mambo yenu kwa watu wazima. Mimi nina taarifa, kuna watu mpaka wamefika kuoana, mume hamjui mke, mke hamjui mume, waliojuana ni wale wazee peke yao. Mzee kamjua mzee mwenziwe. Hawa wazee wamekubaliana, wameona njia yao ni moja, wakaona waunganishe watoto wao, na ndoa hizo ndio zimedumu mpaka leo na sisi tukazaliwa. Sio kukurupuka kutafuta mke. Utatafuta balaa na familia bora hautoipata alama marri sinina, wa nas'alullah salama. Jukumu la kwanza na tofali la kwanza la kuunda familia bora ni kumtafuta mke mwema na kumtafuta mume mwema, sambamba na kuomba msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatua ya pili, ukishampata huyo mke ambaye ndio dhamiri yako awe mkeo, hakikisha hufanyi naye machafu kabla ya tendo la ndoa kupita. Sasa hivi ndoa nyingi wallahi, mposaji na mposwaji wanaanza kuwa wanandoa kabisa kabla ya ndoa yenyewe kufungwa. Kuna kitu kinaitwa uchumba. Hicho kipindi cha uchumba ni fitna kubwa, na hasa kupitia simu. Mawasiliano yanaendelea, kukutana kunaendelea, maasi yanaendelea. Anaanza kuwasiwa Mungu kabla ya ndoa yenyewe, na Mwenyezi Mungu anazo adhabu nyingi. Mkimuasi wakati wa uchumba, atakuja kuharibu familia yenu wakati wa ndoa. Ndio mtakapozaa vibaka, mtazaa watoto makahaba, mtazaa wezi, kwa sababu ni adhabu yenu, kwa kuwa toka mwanzo mmeanza kumkorofisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishachagua mke mwema, utulie, usubiri mpaka siku moja Mwenyezi Mungu akuhalalishie mke huyo, akuhalalishie mume huyo. Hapa unatafuta familia bora. Hatua ya tatu, siku ukishamilikishwa huyo mke, mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah katuahidi waziwazi, la in shakartum lazidannakum, mkinishukuru nitawaongeza. Umempata mke wako, watu wengi hawana wake, Allah kakusaidia, anza kwa kumshukuru kwa neema ya kukupa mke. Wallahi ukimshukuru atakuongeza, atakutengenezea familia bora sana.
Ukisha kuwa na mkeo, mambo mengi hatusemi kwa sababu ya heshima, lakini tukifika chumbani, tukafika kitandani, wakati wa kutendwa tendo ambalo ndiyo sababu ya mtoto kuzaliwa, pana mambo pale katufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuunda familia bora. Ukitaka kuongea na mkeo, mazungumzo yako ya ndoa, fakaddim ismallahi awwala, anza kumtaja Mwenyezi Mungu kwanza. Piga bismillahi. Baada ya bismillahi uombe dua, useme Allahumma barik lana wa barik lana fima razaktana. Mwenyezi Mungu tubariki kwenye tendo hili, na ukipe baraka utakachotupa, mtoto utakayetuzawadia mbariki. Unamuombea dua mwanao kabla hata ya tendo la ndoa lenyewe kufanyika. Unamwacha Mungu afanye kazi yake. Sio kufika mule chumbani utadhani kuna vita vya jihadi. Mungu hasikilizwi, mtume hafatishwi, ni kufuata utakavo. Subiri uone vibaka watakavojaa mtaani. Utajaza vibaka na makahaba. Kila mtume akiachwa manhaji yake, tatizo linatokea. Ayuhal ikhwa, mtoto kashapatikana, mimba ishapatikana. Kipindi chote cha mimba ni kipindi cha dua. Muombe Mwenyezi Mungu dua. Muombe mkeo azae salama na akuletee mtoto bora. Ya ikhwa, mitume wa Allah wamemuomba Mungu kupata watoto wema. Wewe umekuwa nani? Mtume anaomba dua, nipate watoto wazuri. Isma'u ila kalami Zakaria alayhi salatu wassalam. Nabiullahi Zakaria amesema, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Hadha nabiyyu min anbiya'illah. Huyu ni mtume wa Mungu, huyu ana cheo ambacho hakilinganishi na cha kwako. We huombi dua, umekuwa nani? Utazaa balaa, na ukizaa balaa litakudhuru mwenyewe na litaidhuru jamii nyingine. Kipindi cha mimba chote muombe Mungu subhanahu wa ta'ala, mtoto atakayekuja awe mtoto mwema. Mtoto akishazaliwa, siku alipozaliwa mtoto, ni sunna kitu cha kwanza kukisikia yule mtoto iwe ni adhana na ikama. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewaadhinia wajukuu zake Al-Hasanaini, Huseni na Hasani. Mtoto ukishampokea au wala mara, ndio unaye mkononi mwanao bado mpya, hebu mtolee adhana kwenye sikio la mkono wa kulia. Anaanza kusikia adhana toka uchanga wake. Mfanya kukimu sikio la kushoto, halafu muombe dua. Sunna kubwa hiyo. Ikifika siku ya 7, mtoto mfanyie mambo matano. Fanya mambo matano kwa mwanao siku ya 7. La kwanza, mpe jina zuri mtoto wako. Siku ya 7 ni siku ya jina. Nataka tupate familia bora. Muambie mwanao umpe jina bora. Min haqqil waladi ala walidihi an yuhsina ismahu. Miongoni mwa haki za mtoto anazozidai kwa mzazi wake ni huyu mzazi ampe mwanawe jina zuri. Na majina mazuri yamejaa. Mwite mwanao Muhammad, mwite mwanao Ali, mwite mwanao Al-Abdul Hadi, mwite mwanao majina mazuri. Kuna watu hamkufuata utaratibu toka wakati wa ndoa, na mtoto akishazaliwa anaitwa embebovu, anaitwa pakacha, anaitwa masumbuko, anaitwa matatizo, nyumbani wanaitwa shida. Wallahi anakuwa shida kweli. Ani yuhsina ismahu. Mwite jina zuri mwanao siku ya 7. Hiyo siku ya 7 ni sunna kumnyoa nywele alizozaliwa nazo. Nywele anyolewe siku ya 7. Sunna ya 3, hizo nywele alizozaliwa nazo zinapimwa, zende zikapimwe uzito wake. Uzito wa nywele za mtoto unathaminishwa na uzito wa fedha na dhahabu. Icho kiasi hicho, nenda kamtolee sadaka mwanao. Ukitolea sadaka nywele za mwanao, wanachuoni wanawafikiana, huyo mtoto atakuwa anapokea vizuri masomo. Muda wa kusoma ukishakuwa tayari. Haya mambo hayafanyiki. Katoe sadaka kwa nywele za mwanao, na wala hazidi sana, ni gramu 1, gramu 2 nywele za mtoto mchanga. Na dhahabu gramu 1 imezidi sana, 100 na kitu, kamtolee sadaka mwanao. Jambo la 4 la siku ya 7 ni kumfanyia hakika.
Mtoto anafanyiwa hakika siku ya 7, anachinjiwa kichinjwa chake siku ya 7. Mambo yameharibika. Kuna watu wanakaa siku ya 40 na tunaulizwa, shekhe, mwanangu ana miaka 2, kashafika miaka 40. Mwingine asema, shekhe, mwanangu kashakufa, sasa nilipe ile hakika. Hakika kwa lugha ya Mtume Muhammad ni siku ya 7. Mchinjie mwanao hakika yake siku hiyo hiyo ya 7. Ikiwa ni mtoto wa kiume, mfanyie sunna kabisa. Mfanyie sunna siku ya 7. Siku ya 7 ndiyo siku ya sunna. Haya mambo niliyoyaeleza kwa sababu ndiyo maelekezo ya Mtume Muhammad. Wallahi ukiyafanya, tarajia kheri za kutosha kwa mtoto huyu, kwa sababu ushamtii bwana Mtume tayari. Tegemea kheri. Usipofanya ukayaruka, Waislamu wenzangu, tegemeeni vibaka, tegemeeni watoto ovyo, tegemeeni watoto wanaokupingeni, wanaokupigeni, wasiokusikilizeni. Hebu rudini, ta'alau ma'i ila manhajil habibi rasulillah. Njooni pamoja na mimi tuirudie miongozo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam.